ya kumpa tactical assessment, ajaribu kufanya assessment nzuri sana kwenye eneo lake la ufungaji wa magoli, kwa sababu ndio eneo pekee ambalo linaweza likamfanya aweze kupata magoli ya kuweza kusonga kwenye hatua inayofuata, kwa maana kusalia kwenye ligi kuu Tanzania bara. Lakini ukiwatazama Tanzania Prisons, kila mtu anajua wana heavy load work, wana kazi nzito sana kufanya, kwa sababu ukiwatazama ili waweze kubakia kwenye ligi kuu Tanzania bara, kwa maana NBC, wanatakiwa kushinda warau marginal difference ya magoli 5 kwa 0, kwa sababu kama wakishinda magoli 5-1 maana yake watatengeneza mazingira makubwa ya ubao kusoma 5-5, na hatimaye kuna uwezekano mkubwa tukaenda kushuhudia labda mikwaju ya penalti na mtu mmoja akaweza kubakia kwenye ligi kuu na mwingine akaweza kuondoka. Sasa jambo la kumshauri la kwanza ni la kiufundi kwenye eneo la striking force. Eneo la striking force, eneo la ushambuliaji, ambalo hili ndio eneo pekee ambalo ningeweza kumshauri. Ana wachezaji wengi sana, wachezaji wanaocheza mbele, lakini wamekuwa hawana ubora sana, hawana efficiency ambayo ina quality ya kuweza kufunga magoli. Ukimwangalia mtu kama Oscar Mwajanga, amekuwa ni mtu mzuri sana kwenye kufanya runs, yani kukimbia kuwasumbua mabeki, lakini of course finishing yake ni mbovu, sio nzuri sana. Lakini kwenye kuisaidia defenders, yani kuisaidia timu wakati anafanya mikimbio, kuwafanya wale ma defenders wa timu pinzani wawe makini sana, kwa sababu akikaa vibaya anaweza akawafunga. Ni mchezaji mzuri. Sasa kama ataanza yeye siku ya kesho, mwalimu ningemshauri at least aweze kuwa na washambuliaji wawili au watatu. Washambuliaji halisia wawili waweze kuanza kwenye mfumo ambao I prefer that, kwa sababu ni mechi ambayo inakutaka ufunge magoli mengi. Jambo la kwanza ningemshauri kuingia na mfumo wa 4-4-2. Hii ndio suitability basic formation ambayo inaweza ikamsaidia mwalimu Shadrack Nsajigwa Fuso Mwandemele, na inaweza ikamsaidia kwa sababu ukiwa na mfumo wa 4-4-2 na umeshafungwa magoli, let's say magoli 4 kama ambavyo kila mtu tunafahamu, inamsaidia kwenye eneo gani? Kwa sababu Tanzania Police Tanzania, ukiwa na mfumo wa 4-4-2 utatengeneza mazingira bora ya kuchukua viungo wawili, wanakuja kama kuhodi, wanacheza kama hodi midfield kati ya wachezaji wanne. Wakati unashambuliwa unakuwa na namba wachezaji 6 ili kuzuia usifunge goli la mapema. Kumbuka ndani ya dakika 30 ikitokea Police Tanzania wakapata goli, wanaweza wakawa distract kabisa timu ya Tanzania Prisons, kuwatoa kwenye reli na kuimaliza mechi, kwa sababu ndani ya dakika 30 ikitokea Police Tanzania ipata goli, maana yake watakuwa na magoli 6. Ndani ya dakika 30 wana magoli tayari 5, halafu wakati huo Tanzania Prisons hawana goli na zitakuwa zimesalia dakika za kucheza 60 peke yake. Sasa ukijaribu kutazama magoli 5 ama magoli 6 kwa wastani, ili uweze kwa dakika 60 zikiwa zimebaki, unatakiwa kufungwa goli moja kila baada ya dakika 10, jambo ambalo ni gumu sana kwa timu ya Police Tanzania kuweza kuruhusu. Kwa hiyo jambo la kwanza ni mwalimu ajaribu kutengeneza wachezaji, atumie wachezaji wazuri kwenye kushambulia. Kama itawezekana, Afande Samson Bangula of course amekuwa hana accuracy nzuri, lakini Oscar Mwajanga anatakiwa kuanza kwa kuwasumbua. Halafu sasa wachezaji wenye la katikati ambao mara kadhaa wengine wamekuwa ni wazuri kuisaidia timu kama akina Neva Kaboma, maingizo mapya, lakini ni wachezaji ambao kuna muda wanaweza kaisaidia timu. Na bahati nzuri ukijaribu kutazama, wako wachezaji wengi sana ambao wana ubora kwenye eneo la katikati kama kina Gustavo, ingawa ule ubunifu wao unashindwa kutengeneza mstatili bora kuhakikisha kwamba timu inapata matokeo. Lakini jambo la kwanza ni kwenda na mfumo wa 4-4-2 ambao utakuwa na washambuliaji wawili pase, halafu mawinga wanaokimbia. Na mawinga kwenye mechi ya kesho, ukifika kwenye flanks mwishoni ni kupiga cross, yani kesho ni kutupia mipira kwenye eneo la penalty box, watu wakagombanie. Wakishagombania maana yake nini? Unatengeneza mazingira makubwa ya mabeki wao kwa wao, ambao nazungumzia mabeki wa Police Tanzania kufanya corrective mistakes, kwa sababu mnaposhambuliwa sana wanaweza kujikuta wanafanya makosa na timu ikatumia mazingira mazuri sana ya kuweza kupata warau magoli ya mapema. Jambo la kwanza ningeshauri, lakini jambo la pili zuri la kumshauri mwalimu Shadrack Nsajigwa ni eneo lake la defense pamoja na golini. Of course ukitazama vizuri Tanzania Prisons ni timu nzuri, lakini kwa mechi ya kesho, kwa sababu ni mechi ya maamuzi, always mechi ya maamuzi haitakiwi kwenda na goalkeeper wa majaribio.
Decision games zinatakiwa kwenda na goalkeeper ambaye amesha prove kwenye mashindano mbalimbali kwamba huyo anaweza. Yaani kama ambavyo timu bora zaidi kwenye kombe la dunia Spain wanapoanza na Unai Simon na kumwacha David Laya, kuna kitu ameshakiprove toka wakati anacheza timu chini ya miaka 20 mpaka amefika sehemu anakwenda kwenye senior team, kwa sababu tayari kuna kitu amekionyesha. Kwa eneo la goalkeeping natamani sana Musa Mbisa asianze golini. Yaani kwa sababu bado catching yake, namna ambavyo sio nilikudaka sasa anaunyaka mpira, performance yake imekuwa sio nzuri sana. Lakini pia Musa Mbisa akishafungwa goli anakosa concentration. Tunazungumza kitaalamu kwenye football, goalkeeper ni kocha wa pili kiwanjani. Kitaalamu, yani goalkeeper the second coach, kwa sababu yeye ndio anaitazama front nzima ya mechi inapokuwa inaendelea. Kwa sababu yeye ndio anatazama namba 7 yuko wapi, mabeki wake amekaa wapi. Ndio maana anatakiwa goalkeeper awe vizuri sana kwenye eneo la communication, kwenye kuzungumza. Sasa asipokuwa vizuri kwenye kuzungumza, maana yake anatakiwa kuwa vizuri sana kwenye anticipate nafasi. So eneo la goalkeeper asianze, lakini pia eneo la defense timu icheze kwenye compact, kwa sababu eneo la Police Tanzania mechi 3. Vijana ambao wanataka kuja ligi kuu wamefunga magoli 11. Wastani wa karibu kwenye kila mechi wana uwezo wa kupata magoli 2. Hiyo ni timu hatari sana kwenye eneo la kufunga. Lazima uwe na beki bora zaidi ili uweze kuwazuia. Bwana, kwa sasa tupate wasaa kumsikiliza